Wapendwa watazamaji na wasikilizaji, tunanufaika tena kuwa nanyi katika muda huu, tukiwa tunarudi pamoja na mada nzuri sana ambayo inasema repentance au repentance, yani kutubu, toba. Hiyo ndiyo mada ambao tunakuletea awamu hii, na kualika basi mtazamaji, uzidi kuwa makini, uzidi kuwa chonjo, uzidi kuwa karibu, ili tuweze kwenda kwa pamoja katika somo hili ambalo linakuandaa kwa ajili ya toba, namna toba inavyostahili kufanyika. Kabla hatujasonga mbele, hili ni neno la Mungu, basi naomba tunyenyekee na tuweze kupata ombi. Mungu Baba yetu unayetupenda, tunakushukuru sana, jina lako litukuzwe. Wewe ulifanya mwanadamu kwa mfano wako. Wewe umefanikisha huyu dada, huyu baba msikilizaji aweze kuungana nasi kwenye channel hii. Tunaomba Baba uwe nasi. Mvuvie nguvu ya kusikia. Mvuvie Baba wito mzuri wa kiroho, ili mahubiri haya yaweze kumfanikisha. Mafundisho haya yawe faida kwetu na kwake. Tunaomba na kuamini uwe nasi katika jina la Yesu Bwana wetu. Amina. Pamoja na kwamba tunakualika mtazamaji, tunakualika msikilizaji uweze kuungana nasi katika somo hili ambalo linasema kutubu, toba, repentance. Neno toba lazima watu walielewe, lakini mimi natafuta kulieleza ama kulinena kufuatana na namna Roho Mtakatifu amelinakilisha au ameliandikisha katika maandiko matakatifu. Waalikwa baba msikilizaji kwa umri wowote ule, ili muda huu uwe muda ambao ni mzuri kwako. Kitabu ni cha nabii Yeremia sura ya 3. Wala kabla sijaendelea, kumbukeni ya kwamba tuna injili ambayo inawaalika watu wa ulimwengu wote, wa baba, wa mama, vijana, wasichana, waliosoma na wasiosoma, watu wa tabaka zote, watu wa maeneo yote, watu wa ulimwengu wote, weupe kwa weusi, wakubwa kwa wadogo, wasomi kwa wasiosoma, matajiri kwa masikini, worldwide ama message universal. Ni kwamba tunaalika watu wajitenge na uovu, wajoini haki au waingie katika ukweli. Tunawaalika watu waweze kumcha Mungu. Injili nayo alika watu waachane na matendo mabaya. Kwa ujumla, in summary au katika mutasari, ndo tunawaalika kufanya toba. Watu wakiachana na matendo mabaya yao ya kale, halafu wamwendee Mungu, halafu wamtafute Mungu, halafu wamwamini Mungu, halafu wamtake Mungu. Toba ambayo tunatafuta kuieleza ni kwa mfumo ule. Hata kuna wakati mtu anamjeruhi mwenzie, unawakosea watu, unawakosea majirani, unamkosea mke, unamkosea mume, unawakosea watoto, watoto wanawakosea wazazi, walimu wanawakosea washiriki, washiriki wanawakosea walimu, wahubiri wanawakosea wanaohubiriwa, wanaohubiriwa wanakosea wanaowahubiri, lakini watu hawataki kuomba msamaha ama toba. Hawataki kutubia makosa, hawataki kujutia makosa, hawataki kuyaachana makosa, waweze kutengeneza ama kupitia njia inayoitwa kutubu au toba, ili amani ya Bwana iendelee kushamiri ndani ya mioyo ya watu. So katika somo hili ndo ninapenda nikualike wewe mtazamaji, ili ufahamu ya kwamba pasina toba, kama hapana repentance, hakuna msamaha wa dhambi. Haiwezekani. Katika kitabu cha Yeremia nilikuwa nataka kukisoma ni 3:13. Yeremia 3:13, neno la Mungu linatuambia, ungama uovu wako. Ungama uovu wako. Ungama uovu wako tu, ya kwamba umemwasi Bwana Mungu wako, na njia zako zimekuwa nyingi kuwaendea wageni chini ya kila mti wenye majani mabichi, wala hamkumtii wala hamkuitii sauti yangu, asema Bwana wa majeshi.
Si unasikia ya kwamba Mungu anachokitaka ndiyo kujenga nyumba ya kuishi ndani, ni vizuri. Hata wengine wanajaribu na kumjengea temple, hekalu, majengo. Lakini maandiko yametuambia ya kwamba Mungu hawezi kukaa katika nyumba iliyojengwa na mikono ya wanadamu. Anachokitaka Mungu ni nini? Anaomba hekalu la mwili, hekalu la moyo. Wewe mwanadamu, nafsi yako ulivyo, uweze kumjengea Mungu nafasi ndani yako, Yesu akae katikati yako au ndani yako. Malaika waweze kukuongoza, Roho Mtakatifu akushauri, Mungu awe ndiye baba wako, mwelekezaji wako kwa kila kitu. Mungu akusaidie sana. So hapa wanatuambia anachokitaka Mungu. Wengi wanasema ya kwamba wakitoa zaka nyingi, wakitoa zawadi nyingi, wakitoa karama nyingi, kwamba dhambi zao zitafutwa. Never again. Jamais, haiwezekani. Why? Ni kwa sababu pesa haziwezi kuondoa uovu wa dhambi. Pesa haziwezi kuondoa kosa. Pesa takataka ya moyo, ili dhambi iliyotendwa na mtu ifutiwe, iweze kupanguzwa. Pesa hazina huo uwezo. No. Mani hapana kabisa. Bali Mungu anasema njia ya kwanza ili mwanadamu akubaliwe ni kuungama uovu wake. Kwamba kumbe mwanadamu yawezekana apatikane na uovu. Anachokitaka Mungu ni kukubali kama wewe ni mzambi, halafu naungama uovu, halafu naungama dhambi zako. Basi Mungu naye anakupa wakati mzuri wa kukupokea. La sivyo umegoshea, umepoteza mwelekeo. Ni kama unacheza na mambo ya Mungu. Na mambo ya Mungu huku Mungu haziakiwi. Ungama uovu wako tu, asema Bwana, kwamba umemwasi Bwana Mungu wako. Wengine wanamwasi Mungu kwa kuzini, wengine kwa kuiba, wengine kwa kushuhudia uongo, wengine kwa kulewa, wengine wanamwasi Mungu kwa kuabudu sanamu, wengine wanamwasi Mungu kwa kutamani, wengine wanamwasi Mungu kwa kuvunjia wazazi heshima au ndugu zao. So ungama uovu wako uliomwasi Mungu, na hapo Mungu atakutakabali, na hapo Mungu atakukubali. Chini katika hiyo verse tu aya 1 wanasema, na njia zako zimekuwa nyingi kuwaendea wageni chini ya kila mti wenye majani mabichi. Watu wengine wanapiga ramli, wengine wanatambikia, wengine ni wachawi waomba Mungu, wachawi wacha Mungu. Mtu anasema ni Mkristo ameokoka, lakini pia ndani ya parcel, ndani ya kiwanja chake anapokaa, amepanda miti ya kumulinda, ya kumchunga. Mtu anasema ni deacon, sijua ni mhubiri, sijua ni mcha Mungu, anaokoka, ni mtu wa maombi, lakini ndani ya parcel kuna mitishamba, kuna vitu vya kumchunga. Eti radi zisikuje, sijue ni mita ameotesha, eti wachai wa usiku, sijue ni nini. Mungu kabisa, njia zako zimekuwa nyingi kuwaendea wageni chini ya kila mti. Wangapi mnaonisikiliza muda huu ambao hawajamwasi Mungu kwa namna hiyo? Unapanda miti, eti hii miti, eti shetani na mashetani wakija usiku kwenye miti hii inapandwa, hawaingii, hawapiti. Kwani shetani analindwa na miti na majani ya aina fulani, majani ya mbali. Wengine wanaenda kuyanunua mawe ya mbali, wengine wanaenda kwenye mchanga wa bahari chini. Mumemwasi Mungu katika njia nyingi. Reason why Mungu anasema ni ungama uovu wako. Only acknowledge thine iniquity. Yes, that you hast transgressed against the Lord your God. Ndiyo, and hast scattered their ways to the strangers under every green tree, and ye have not obeyed my voice, saith the Lord. Uovu wako tu ambao umemfanya Mungu anasema uungame. Na ukiungama huo uovu itakuwa vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiungama huo uovu itakuwa vizuri. Mungu ataendelea
kutakabali wewe kama vile neno la Mungu linatuambia. Si ndio maana wanasema nini? Wanasema hivi katika hii verse tu ya Yeremia 3, halafu fungu lake la 13, Mungu alitaka mwanadamu aweze kuungama uovu wake. Aweze kuungama uovu wake. Ndiyo nisome hili neno pia nimelisoma kwa Kiswahili. Naomba nilisome hata kwa Kifaransa nao waweze kufaidika 2-3. Anasema hivi: reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu. Chine, que tu as dirigé ça et là, tes pas vers les dieux étrangers, sous toute table vers et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel ton Dieu, l'Éternel créateur. Asema Bwana muumba mbingu na nchi na muumba wako. Reconnais seulement ton iniquité. Wanakwambia nini? Wewe only acknowledge thine iniquity. Moja tu ya tosha kujua kutambua makosa yako, uovu wako, dhambi zako, mapungufu yako, kiburi chako, hata na kutomba msamaha ni kosa pia jingine ambalo linaingia ndani. Because Mungu Yesu alisema ndugu yako akikukosa asimuendee. Akikuomba msamaha mara 7 akisema nimekosa nisamehe, msamehe. Kuna wengine wanakosa wala hawaombi msamaha. But we have to know how to repent. How to repent and how to forgive death wale ambao wanatukosea. Namna gani tuwasamehe wale ambao wanatukosea? Namna gani tuombe msamaha tunapokosea? Ndio maana nilipenda mtazamaji na msikilizaji wangu uwe chonjo, uwe makini ili neno la Mungu lisije likakupita bila wewe kufanikiwa. Na tumelileta somo ambalo linasema kutubu. Si ndio? Kutubu kabisa. Na kabla ya kwenda mbali, tuende kitabu cha Marko 16. Anatuambiaje? Tuone kama ni hapo. Marko 16:16. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Anayeamini ya kwamba lazima mtu ambaye amemkosea mwenzie aweze kutubu, aweze kuomba msamaha. Anayeamini ya kwamba lazima injili ya Kristo ipokelewe anapohubiriwa. Mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Mkamsujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji. Unamcha Mungu kama haupokee ile message, you cannot be saved, my dear, my friends, my sisters. No, hauwezi kuokoka ndugu na dada zangu. Kama hauamini hauwezi kuokoka. But aaminie na kubatizwa yeye ndiye ataokoka, lakini asiyeamini hataokoka. Ndio maana kama ungali unakunywa pombe, kama ungali unazini, kama ungali unavuta sigara, kama wewe ni muuaji, kama wewe ni muuaji, kama wewe una fitina, kama una husuda, kama yani kila aina ya mabaya, inakubidi kutubu na Yesu atakupokea. Sema amina. Inakubidi kutubu. Ndio anatuambia hivyo katika Yeremia hiyo tu. Anasema yule atakaye okoka na kubatizwa, he that believeth and is baptized, he shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Ndio maana wanasema atahukumiwa, condemned. Atahukumiwa yeye ambaye afanye nini? Yeye ambaye haamini. Si ndio? Tunaendelea. Ndio hivyo wanatuambia, mpendwa msikilizaji wa somo letu ambalo linatuambia ya kwamba lazima tuamini, na tunapoamini lazima tutubu. Si ndio? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Si ndio? Kama utakuwa condemned, kama utahukumiwa, ni kwa sababu haukuamini.
Ulipoambiwa utubu haukutubu. Hata kuna wengine hata leo wanabatizwa bila kutubu. Utawaona wengine wa ubatizo wanaofanya kama utani mizaha. Mtu anaenda majini tu abatizwe, lakini hatachi kuongoka. Kama alikuwa mkali, anatoka ndani ya Yordani na ni mkali, mgomvi, anabatizwa, unaenda batizwa huo ugomvi, uzamishe huo ugomvi, uzike yale magomvi, ufufuke upya katika Kristo. Bwana kusaidie sana. Lakini wengine wanatoka tu ndani ya maji wakiwa na ile hali ya kutokubadilika, sababu wao hawajatubu, wao hawakutubu. So toba. Ndo tunaendelea mbele, mtazamaji wa somo hili, nikikuomba kabisa uweze kulifuata kwa makini, sababu kuna mpango wa Mungu kufundisha watu wazima, watu ambao wana akili timamu, watu ambao hawasi wapunguani, yani hawajaruka wazimu, kuwafundisha toba. Wewe unafikiria kwamba nini ambacho kitaleta amani pasina toba, au pasipo toba, bila kutubu, bila kuomba msamaha wale uliowakosea? Tuende mbele. Kitabu kinatuambia hivi, ni Stay Peut Croire, c'est vers Jésus wa Faransa ni vers Jésus, chapitre yangapi? Somo linaitwa Repentance kwa Kiingereza, halafu kwa Kifaransa ni Repentance, je pense, nawaza ni somo la 3, Repentance. Ndo wanasema, mimi nitasoma hapa Kiswahili. Wanasema hivi, ukurasa wa 37. Wanatuambia kwa somo hilo la 3, watu wengi huwa wakishituliza dhamiri inayowasumbua, wakizani ya kwamba wataweza kugeuza mwenendo wao mbaya wakati wote watakapo. Watu wengi wanatuliza dhamiri inayowasumbua, inawastaki, lakini wao wanasema ya kwamba haya yanayapite bwana, kesho ni achana na hayo. Wanatuliza dhamiri inayowasumbua. Polisi ndani ya moyo wako ni dhamiri yako inakwambia usifanye haya, hayo si halali, lakini dhamiri unashusha kabisa ule mwito au ule wamsho. Chini wanasema wakizani ya kwamba wataweza kugeuza mwenendo wao mbaya wakati wote watakapo. Wao fikiria kwamba waweza kutokujali wito kwa roho, wakitumaini watachomwa mioyoni mara kwa mara baadaye. Hiyo ni kujidanganya. Wewe je, hili jambo huwa alikufikii? Ukitumai ya kwamba utachomwa dhamiri mara kwa mara, kusema ya kwamba nitatubu tu, hakuna shida, mwezi kesho, mwaka kesho, acha nitimize na hilo ovu, acha nitende na lile baya, acha nikunywe chupa 2, acha leo nikunywe tu, acha leo bonana wengine, acha wengine wanasema ni sikukuu, mwaka mpya, hebu nishifurahishe kwanza, acha nizini kwanza na yule binti na yule mama na yule baba, nitatubu tu, acha nisiitikie hii sauti ya Mungu inayoniambia leo, labda nianze nikate kiu kwanza kwa yale ninayoyataka, kesho na kesho na kesho na kesho. Yuwalaya. Unajidanganya, unadanganyika, utaangamia. Sauti hiyo ni ya shetani, ni ya kushidanganya, ukizani ya kwamba utachoma lakini ni vigumu sana tena sana. Hata desturi mbaya moja tu ama namna moja ya tamaa isiyofaa ikidumu moyoni, hatimaye itatangua nguvu zote za Injili. Mwisho, hatimaye hiyo nguvu moja ambayo ni mbaya itatangua nguvu zote za Injili, na mtu atabaki hana tena jambo fulani. Ndio maana na kualika ndugu yangu, wanasema Kiingereza ni ukurasa wa 34, even one wrong trait of character, one sinful desire, persistently cherished, will eventually neutralize all the power of the gospel. Tabia mbaya moja tu ama namna ya tamaa isiyofaa ikidumu moyoni, itapindua, itang'oa, itaangusha
itazima, itakuja kama mafuriko, ifunike imani, baadaye mwanadamu akufie katika dhambi, mwanadamu akufe bila kutubu, mwanadamu akufe bila msamaha, mwanadamu akufe hana mahusiano mazuri na mbingu. Baba aliyekuwa muimbaji, mama aliyekuwa muimbaji, mama aliyekuwa shemasi, pastor aliyefukuza pepo na pepo wabaya, lakini akasahau kufukuza pepo ya kutokutubu ndani yake, akasahau kufukuza pepo ya kuomba msamaha alipokosea. Anapokufa anaenda hivyo. Ndo wanasema ya kwamba every sinful indulgence transcend the soul's aversion to God. Ndiyo wanasema ya kwamba kwa hali yoyote katika Biblia, ndiyo juu ya kucheza na maovu, lile la kututisha zaidi ndilo hili linalosema mwenye dhambi atashikwa na kamba ya dhambi zake. Ndio maana upendwa, unasema ya kwamba wewe utatubu kesho, wewe utatubu wakati utakapoona, wewe utatubu sijue ni mwaka gani, lakini wadanganyika. Kutubu ndio somo tumekuletea leo, na naomba ulifuate kwa makini. Unajua ya kwamba watu wengi wanafikiria kwamba kutubu ni kwenda mbele ya makaasisi, kutubu ni kwenda mbele ya mafathers, kutubu ni kwenda mbele ya mapastors au mbele ya mabishops au anyway. No, ndio kama unataka kuokoka, mwendee Mungu umwambie dhambi zako. Kama umemkosea mtu, mwendee ukamuombe msamaha. Tunakuja kuyaeleza katika somo letu, endelea kuwa chonjo, si ndio? Ndio maana chini wanasema ya kwamba tuendelee na somo letu ambalo linasema ungama uovu wako tu ambao umemwasi. Kitabu ni cha Romans chapter 10, Warumi 10. Yes, kitabu ni cha Warumi. Halafu itakuja ni sura yake ya 17. Utatubu namna gani? Basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Mungu atusaidie sana. Imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Mungu atusaidie sana. Kumbe kuamini sio kuamini kiholela tu ama ovyo namna watu wanavyotaka, bali kuamini ni kuamini neno la Kristo. Ndio linakwambia utubu, ndio linakwambia ushutii maovu ulio yafanya. Are we together? Tuko pamoja? So nous ensemble, tuko pamoja. Neno la Kristo ndo linakwambia utubu, na linakwambia utubu namna hivi. Wanakwambia yes. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ndiyo. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ndiyo, ainsi la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Ainsi la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Hapana, mtu toba inayotakikana sio ile ya kujibunia. Useme ya kwamba nitaenda na mimi nikae sijue ni wapi, nikae msituni sijue na mimi nikae sijue wapi, nifunge mara 7. Hapana, bali aaminie ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Amini Injili. Kitabu Revelation, Apocalypse, chapter ya 14, 14, sura ya 14, aya ya 6 endelea hadi 14 pia utakuta injili ya malaika watatu. Yule wa kwanza, yule wa pili na yule wa tatu. Hiyo injili na kualika mcheni Mungu na kumtukuza. Yes. Kumcha Mungu ni kushika amri zake. Kama haushike his commandments, kama haushike commandments za Mungu, hauweze kamwe kupata uzima wa milele. Ndio maana nikiwa nakualika, nikiwa bado hapa, nikikwambia ya kwamba lazima ndugu yangu utubu. Yes. Wanatuambia nini katika kitabu cha Testimonies for the Church? Testimonies for the Church, volume 1, page 167. Ushuhuda kwa kanisa,
Kitabu ni cha kwanza, volume 1, page 167. Wanasema the people of God must move understandingly. They should not be satisfied until every known sin is confessed. Then it is their privilege and duty to believe that Jesus accepts them. Wanatuambia ya kwamba taifa la Mungu lazima kila mtu aamshe. Yani aamshe, atingize, gusa, amsha uelewa wako. Bwana, nimeshatubu. Mtu alishatubu anakunywa pombe. Mtu alishatubu ni mzinifu. Mtu anasema ni mcha Mungu anavuta sigara. Mtu anasema ni mcha Mungu lakini ni mwenye wivu, ni mwenye kiburi, ni mwenye ugomvi, ni mwenye marumbano, haeleweki. Hawezi hata kukukopa, sijue kama ni pesa kiwango kidogo tu. Wengine shilingi ngapi hivi? Hapana. Lakini siku ya kanisani tunaenda church, tunaenda kanisa la Mungu, tumeokoka, kwaya yetu inaimba vizuri, hata kwa TV wanazitizama. Kanisa langu tunapohubiri watu wanasikia, lakini kutubu wala hajatubu. You cannot praise God, huwezi kumfurahisha Mungu my dear, mpendwa, kabla wewe haujatubia dhambi zako. Wanasema watu wa Mungu kamwe wasitulie mpaka watakapo, until every known sin, mpaka kila dhambi inayofahamika, inayojulikana iwe imetubiwa, is confessed. Watu waikiri kila known sin. Wengine ni wachoyo, that is a sin. Hiyo ni dhambi hiyo. Wengine ni wachoyo. Stempesheo si ni dhambi kuwa mchoyo. Mtu wa Mungu hastahili kuwa mchoyo. Na unasema umeokoka. Ngoma za asubuhi unapiga hekaluni. Hata unatuma watu wengine hawapati hata na usingizi. Lakini kukudai na chumvi, sijue napungukiwa na sabuni, sijue na jirani yako anapungukiwa na maji, unasema we are waterless. Hatuna maji. Hatuna maji. Hatuna maji. Maji. Lord, Mungu akusaidie sana. Every known sin, mpaka kila dhambi inayojulikana watu waitubu. Kama hujatubu, baba, nani ambaye alitenda dhambi? Hajui. Nani ambaye miongoni mwenu hajui kama alifanya dhambi? Na kama umefanya dhambi, unasahau ya kwamba umemkosea Mungu, umemjeruhi mwenzio. Ili ile dhambi iweze kuondoka njiani, lazima uitubie. Neno la Mungu linatuambia hivi. Ili ile dhambi iondoke kabisa, lazima utubu. La sivyo utaachiliwa, utafungiwa au utaachwa, utabaki, utaketishwa nje ya mlango. Utaketishwa nje ya mlango na kualika. Wanasema nini? Mpaka itubiwe ndo watapata. Then it's their privilege, ndo itakuwa ni bahati yao sasa na majukumu yao kuamini ya kwamba Yesu atawakubali, atawatakabali. Mungu atusaidie sana. They must not wait for others to press through the darkness and obtain the victory of the enjoy of. Let me read again. Wanasema they must not wait for others to press through the darkness and obtain the victory for them to enjoy. Kamwe wasisubirie waweiti wangojee wengine ndo wakuje wawalike. Jameni, sinjoo tuende kanisani. Na wanapofika kanisani, mahubiri yako mbele yako, hata na saa hizo unatusikia. Kusimama hivi, kuinuka, umuombe Mungu msamaha. Ushuke mbele zako, upige magoti, umulilie Mungu. Uende sasa ufuate mahubiri kila siku kwa siku. Uokoke, ujitenge na imani chafu. Yes. Kuna imani chafu kuliko kuenda uinuke wewe mwenyewe, umuombe Mungu msamaha, uweze kukumbatia ukweli na ukweli ukukumbatie. Unasubiri tu paka wengine unapomwambia kuhusu wokovu, anakuambia na huko tutapata chakula. Wafaransa wanasema damage, quelque chose à manger. Damage, something to eat. Something to eat.
some food. Yani wanasema ya kwamba huko kanisani huko tutapata kitu fulani chakula. Yani tumbo mbele. Pepo huyo ashindwe kwa jina la Yesu. Pepo huyo ashindwe kwa jina la Yesu. Unapoambiwa njoo, yani wanasema usubiri mpaka watu to press you, wakusukume, wakuhamasishe, wakuhimize, mpaka wakubembeleze, wakusihi. Mwenyewe unajua ya kwamba kuna Jehenamu ya kuokoka, ya kukimbia, na kuna mbingu ya kuwania au ya kupigania, ya kuingia ndani. Kuna Jehenamu ya kuepuka, na kuna mbinguni ya kupigania, ya kushindania, Yes, come now. Njoo sasa. Stand up day. Simama mahali ulipo. Muendee Bwana Yesu. Unapofika shuka na magoti mbele zake. Umulili umwambie nimekutatiza miaka mingi na kwa damu yako nimeishi. Lakini shetani amenichafua. Shetani ameniletea ujanja. Shetani amenisukuma. Shetani amenipeleka mbali. Leo Mwokozi, naja kwako, nifundishe namna ya kushika amri zako. Haleluya. Bwana Yesu akubariki, na Yesu yuko tayari kukupokea. Na Yesu yuko tayari kukupokea. Na utapewa ushindi katika yale ambayo yamekushinda. Yes. Let us go on. Ebu tuendelee mbele. Wanasema nini? Na nyinyi mnajua ya kwamba wapendwa wasikilizaji, lazima mumtumikie Mungu. Twende haraka sana. Kitabu ni cha Wakorinto wa pili. Ndiyo tutakisoma. Waraka wa pili wa Wakorinto. Kama vile Paulo alisemaje huyu Paulo? Ndiyo. Yes, chapter 7 verse 9. Sura ya 7, halafu fungu la 9 na la 10. Wanatuambia hivi: sasa nafurahi si kwa sababu ya ninyi kuhuzunishwa, bali kwa sababu mlihuzunishwa hata mkatubu. Amen. Kama na wewe kuna uchungu nao ingia moyoni, unaalikwa kwa kutubu. Mpaka mkatubu, maana mlihuzunishwa kwa ajili, yes, maana mlihuzunishwa kwa jinsi ya Mungu. Huzuni tunayoisema hapa ni hii ya jinsi ya Mungu, ili msipate hasara kwa tendo letu katika neno lolote. 10. Maana kwa huzuni iliyo kwa jinsi ya Mungu hufanya toba liletalo wokovu, lisilo na majuto, bali huzuni ya dunia hufanya mauti. Kilio chako ni pesa tu. Kilio every time, every day, every moment, everywhere you go. Kila saa, kila wakati, popote pale unapoenda, partout. Kilio chako ni pesa tu. Pesa, cheo, sijue ng'ombe, shamba, sijue nini. Yani hiyo huzuni ya mambo ya dunia haifanyi kitu. Lakini huzuni tunayoisema ni ya mambo ya kimungu. Ufahamu ya kwamba mwenye dhambi wewe mwanadamu, wewe ni mwenye dhambi. Umemtatiza Bwana Yesu, umechelewesha baraka za mbingu. Unaitwa leo. Sema naitika. Unaitwa leo, lazima ukubali. Usaigni, usinye, weka saini kabisa, lazima ukubali. Huzuni maana huzuni iliyo kwa jinsi ya Mungu hufanya toba liletalo wokovu. Bwana sifiwe sana. Lisilo na majuto, bali huzuni ya dunia hufanya mauti. Naone ya kwamba wengi watakufa wakifikiri ya kwamba ni watu wa Mungu. Yes, wengi watakufa wakidhani ya kwamba wao ni watu wa Mungu. Tuendelee katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 6, ukurasa wa 52. Wanasema hivi: yeah, if we will take God at his word, we shall see his salvation. Tungimchukua Mungu, tunakumbatia Mungu kadri alivyo katika neno lake, kweli tungiona wokovu wa Mungu. Haleluya. Tungimkumbatia Mungu, kumwendea moja kwa moja na kumkumbatia Mungu alivyo halisi katika neno lake, kama tutauona wokovu wa Mungu. Lakini watu wengi imani zao wanajibunia tu, wanajipangia tu, hawataki kuendeshana na kauli ya Biblia, hawataki kuendeshana na yale ambayo Mungu anayasema, eti wataenda mbinguni. Mbinguni ya nani? Ya mjomba wako ya baba yako mdogo ama mkubwa? Mbinguni ya mali yako? Hapana. If we will take God at his word,
we shall see his salvation. Tungeliweza kumchukua, yani kumpata Mungu, kumshika Mungu, kumuona Mungu, kumpokea Mungu kama alivyo ndani ya neno lake, nasi tungeliona wokovu wake. Bwana asifiwe. The gospel that we present to save perishing souls must be the very gospel that saves our own souls. Injili tunayohubiri iliokoa wanadamu wengine, lazima iwe ile injili ambayo ilituokoa na sisi. Haleluya. Wewe mhubiri mwenzangu, naye hubiri watu wengine kwenda mbinguni, unahubiri watu wengine wokovu, wewe na unachelewa bado kuokoka, ni msiba, ni hasara kwako mpendwa ndugu yangu. Message, ujumbe unaowahubiri wengine, sio mpaka useme kwa jina la Yesu natoa pepo, kwa jina la Yesu nimeamuru Mungu wangu shusha moto na nguvu na moto, roho na moto. Mungu akishusha moto utaenda wapi wewe binadamu? Mwili wako si unasagika hapo. Lord. Sasa injili ambayo watu wa Mungu wanahubiri lazima iwe ile injili ambayo imewaokoa. Uwe umebadilika, aliyekuwa mkali asiwe na ukali, aliyekuwa mjanja, yani mtu wa kulagai wengine, ule ujanja wa kuwaibia wengine, awe amebadilika. Ndo usimame pastor uende uhubiri wengine. Lakini kusema ni kama tu porojo, na Mungu haendeshani na masemi, bali Mungu anashikita na matendo yako. Mungu haendeshani na maneno, bali Mungu anaangalia matendo yako. Tazama matendo. Chini wanasema hiyo injili lazima iwe imetuokoa wenyewe. Utaendelea mwenyewe na paragrafu hiyo, mimi nimepita. Wanasema nini katika kitabu kinaitwa Wito Wetu Mkuu, Our High Calling? Wanasema nini wapendwa watazamaji? Tukiwa bado tunaendelea na neno hili la Mungu, kitabu ni Our High Calling. Wanasema nini? Wito wetu mkuu. Hebu nisome jambo fulani hapo. Ni ukurasa wa wangapi huu? Ni chapter ya 364, na ndo hata na Kiswahili ni hivyo na Kiingereza ni hivyo. Alafu ukurasa ni wa 370. Ndio 370. Our High Calling. Wanasema nini? Mimi nitasoma hichi Kiswahili hapa. Yes. Ikiwa kumekuwa na ugumu, ikiwa husuda, chuki, uchungu, dhana mbaya zimekuwapo, ungama dhambi hizi. Mungu anataka ungama dhambi hizi, sio kwa njia ya jumla, bali nenda kwa kaka na dada zako kibinafsi. Kwa hakika ulenge kabisa. Ikiwa umefanya kosa moja na wao 20, wengine 20, wengine wamefanya makosa 20, kiri kwamba wewe ndiwe mkosashi mkuu, ukiri kosa yako moja. Useme mimi nimekasirika ndio, lakini wengine wao ni walevi, wao ni wezi, wao ni wakali, wao ni yani kama wewe umefanya kosa moja tu na wengine wakafanya makosa 20, wewe nenda utubu, ukiri kosa hilo lako moja tu. Useme ya kwamba hiyo ndio itakufanya wewe usikiri. Hapana. Somo letu msikilizaji ni toba, repentance. Lazima watu watubu. Lazima watu waelewe ya kwamba pasina toba hawana kibali machoni pa Mungu. Yes. Wanasema nini? Ikiwa kumekuwa ugumu fulani ambao umeuleta, if they have been difficulties, if envy, malice, bitterness, wanasema mengi sana, kiri hiyo yako moja. Chini wanasemaje? Yes. Ikiwa umefanya kosa, washike mkono ndugu zako, acha moyo wako ulainike chini ya ushawishi wa Roho wa Mungu, na useme, je, umenisamehe ndugu yangu? Umenisamehe? Nimewakosea. Ni nani unafikiri angeweza kuhimili harakati kama hii asikusamehe? Ni nani ambaye anaweza kuambia sikusamehe na umejishusha moyo, umesema ya kwamba samahani ndugu zangu, samahani wapendwa, nimefanya kosa, sasa naomba munisamehe? Hapana.
ukakubali kuomba msamaha, utasamehewa. Mungu akusaidie sana. Ndio maana wakati huu na kualika mpendwa msikilizaji, ungama uovu wako tu, umwendee Mungu, ushike amri zake, kwa kuwa hakuna msamaha katika uasi wa amri za Mungu. Kwani hakuna usamaha katika uasi wa amri 10 za Mungu, hakuna kabisa. Chini tunaenda ukurasa mwingine wa Maranatha. Kitabu ni Maranatha, somo ni la 229, 229, ni peji ya 237, kwenye kunasema, when men who claim to be Christians retain all their natural defects of character and disposition, in what does their position differ from that of the worldling? In what does their position differ from that of the worldling? Wanasema wakati watu wanadai kuwa Wakristo, wanahifadhi kasoro zao zote za asili. Yes, the defects za asili, za tabia na tabia zao tu. Ni kwa namna gani nafasi yao inayotofautiana na ile ya walimwengu, au wanatofautianaje na wa dunia au na wapagani? Mbona na wapagani, kama ni ukali, wapagani ni wakali. Kama ni uchoyo, wapagani ni wachoyo. Nao sio wote, kuna wapagani ambao ni wakarimu. Kuna watu wasioenda kanisani ambao ni wakarimu kabisa. Hatuwapongeze kama waendelee kutokwenda kanisani, lakini wote si kwamba hasi wakarimu. Tukosoe kauli. Lakini mtu fikiria, mtu ni mtu wa Mungu, lakini yeye kabisa huwezi hakuna difference between him and paganism. Hakuna tofauti, difference yake na wapagani. Ndio maana hapa kitabu kinatuambia difference yao, tofauti yao ni ipi? Pamoja na wasio mcha Mungu, pamoja na wale wapagani. Tofauti yao kitabu kinasema ni gani? Asema Bwana. Hapa kuna mambo ambayo yanashangaza sana. Somo hili la kutubu nilipenda wapendwa mulishike vizuri, sababu neno la Mungu linatuambia wazi ya kwamba asiyekubali kauli ya Biblia, asiyekubali maandiko matakatifu, he cannot see God. Hawezi kumuona Mungu. He cannot be saved. Hawezi kuokolewa. Kwa Biblia ikasema na yeye anasema, neno la Mungu linasema na yeye anasema nimesema. Wewe nani? Anaweka mawaiza yake. Biblia inaposema ni imesema. Neno la Mungu ni la Mungu na la mtu ni la mtu. Chini, hebu tuendelee, usikize namna inashangaza. Watu wengine wameelewa vibaya neno kutubu, wameelewa vibaya neno toba. Ninasoma kitabu Evangelism, yes, ukurasa wa 290.2. Wanasema nini? Yes, wanasema doctrines or church membership do not take place of conversion. Yes, kwa kweli kabisa, mafundisho au ushirika wa kanisa hauchukui nafasi ya uongofu. Unadhani kuhubiri ndio kuna kufanya mtu aliyekubaliwa kwa kosa lako? Kwa mfano, uliwatusi watu. Kwa mfano, ulinyang'anya watu. Kwa mfano, ulikopa watu halafu hujawalipa na hautaki kuwalipa, bali unakwepa tu. Wewe unakwepa. Kisha unaenda kuimba kwa kwaya. Unasema kwa kwaya huko wewe ni muimbazi mashuhuri. Unasema unaenda kuhubiri kanisani. Unasema wewe ni mhubiri mashuhuri. Ili hali sio kupungukiwa na chakulipa unacho, lakini hiari huna. Mimi ni mhubiri yani pastor, nikwambie. Wanasema nini? I repeat again. Doctrines of the church membership. Doctrines or church membership do not take place of conversion. Ndiyo, mafundisho au ushirika wa kanisa hauchukui nafasi ya uongofu, hauchukui nafasi ya uongofu.
all high or low, if they are unconverted, and no one common platform. I know are on one common platform. Yes, all are on one common platform. Ndo wanasema ya kwamba wote wa juu na wa chini, wale wenye kuwa kwa ngazi za juu na wale ambao wana vyeo vya juu vya kuendelea, ndiyo kama hawajaongoka, pastor, bishop, reverend, waimbaji, waombaji, wanakwaya na wale waongozi wa vikundi kanisani, yani all high or low, wale walioko kwa ngazi za juu au na wale walioko kwa ngazi za juu, wote wa juu na wa chini, kama hawajaongoka, wako kwenye jukwaa moja la kawaida, asema Bwana. Ndio maana usitishwe na kuwa mtu amesoma, ana degree na degrees, ana shahada, ana kila kitu, ndio akutishie kwamba wewe. Mungu anataka kitu kimoja tu, ungama uovu wako. Chini wanaendelea, maneno ni mengi sana. Wanasema nini? Maneno ni men may turn from one doctrine to another. Yes, this wanasema ndio, this is being done and will be done. Yes, wanasema mtu anaweza kugeuka, mwanaume anaweza kugeuka toka mafundisho moja. Mtu anaweza kugeuka toka mafundisho moja hadi mafundisho mengine, toka dhehebu moja hadi dhehebu jingine, toka dini hili hadi dini lile. Ndiyo, hili litafanyika na litafanyika pia. Yes, chini wanasema papists may change from Catholicism to Protestantism, yet they may know nothing of meaning of the words, a new heart or soul will I give you. Yawezekana wafuasi wa papa wanaweza kubadilika kutoka ukatoliki hadi uprotestanti. Hata hivyo wanaweza kutojua lolote kuhusu maana ya maneno haya, nami nitawapa ninyi moyo mpya. Ndio maana Mungu anasema lazima watu waungame uovu wao. Accepting new theories and uniting with a church do not bring new life anyone, even though the church with which unites may be established on the true foundation. Wanasema ya kwamba jameni, kubali, yawezekana mtu, hebu tutafsiri vizuri. Ndiyo, mtu yawezekana abadilishe imani, apokee imani yake, ahame dhehebu hili ajiunge na dhehebu lile, yawezekana, lakini hiyo haiwezi mletea maisha mapya moyoni. Anaweza kulihama dhehebu lake, anajoin dhehebu lingine, lakini yale hayawezi kuleta maisha mapya wapi? Moyoni. Wanasema do not bring a new life to anyone. Hayampi yeyote maisha mapya wakati hatachi kutubu, kuungama maovu yake. Ndiyo, wengine wanasema dhehebu letu nini, ndiyo, hata dhehebu lake liwe limejengwa mahali pazuri namna gani, to subscribe the name to a church creed is not of the least value to anyone if heart is not truly changed. Kweli, kuunganishwa na kanisa, unajisajilisha huko kanisani, unaandikisha jina lako, hakuchukui nafasi ya uongofu kabisa. Kuandikisha jina kwa kanuni za imani ya kanisa sio thamani ndogo kwa mtu yeyote, ikiwa yani ni thamani ndogo, haina thamani yoyote kwa mtu ikiwa hajaunganishwa na toba ya kweli.
lazima mtu atubu. Connection with a church does not take the place of conversion. Kwenda kujihusianisha na kanisa haichukui hiyo nafasi. To subscribe the name to a church creed is not to the least value of anyone if the heart is not truly changed. Ungama uovu wako my dear. Ungama uovu wako, asema Bwana. Mungu anakualika mpendwa msikilizaji na mtazamaji. Nikitaka kabisa sitaweza kuendelea sana na somo, bali naomba nisome paragrafi moja nitamatishe somo letu katika kitabu ambacho kinaitwa ni Pambano Kuu. Pambano Kuu 383 kama ninakumbuka vizuri. Wanatuambia nini? Pambano Kuu, repentance, matunda. Wale waliookoka lazima wazae matunda ya wokovu. Lakini imagine wewe miaka inakuwa mingi bwana. Kiswahili ni huo ukurasa, Kiingereza ni 461 to 62. Wanasema ni 461 Kiingereza na 462 ukurasa wa Kiingereza. Halafu ni chapter ama chapitre ya 27. Kiswahili ukurasa ni 383. Wanasema watu hao walizaa matunda yapasayo toba. Inabidi baba uzae matunda yanayopasa toba. Waliamini na kubatizwa. Umeshabatizwa? Hili ni somo la kujitegemea. Tuendelee. Na kuyatenda na kuenenda katika maisha mapya. Unaenda katika maisha mapya ama unaenda ni hizo kawaida zako za zamani? Ni aje baba, ni aje mama, mtazamaji wa somo hili? Repentance. Chini wanasema viumbe vipya katika Kristo Yesu, sio kwa kujinakishi wao wenyewe sawa sawa na tamaa za zamani, bali kwa imani ya mwana wa Mungu, kufuata tabia za nyayo yake, kuakisi tabia yake. Bwana sifie uwe sana. Mama, huwa unaakisi tabia ya Kristo. Binti, msika, kijana, mfulana, baba, kuakisi tabia yake na kujitakasa wenyewe kama yeye alivyo mtakatifu. Mambo ambayo waliyachukia hapo kwanza sasa waliyapenda, na mambo ambayo waliyapenda hapo kwanza waliyachukia. Majivuno na kujitanguliza kulikuwa upole na unyenyekevu wa moyo. Kujisifu na ujuaji ukawa umakini na kutokujitanguliza. Kukufuru kukawa kicho, kulewa kukawa kutokulewa, na ubinafsi na uasherati vikawa usafi. Mtindo mchafu ya ulimwengu ilitupiliwa mbali. Wakristo hawakutafuta mapambo ya nje kwa kusuka nywele. Mimi ni mshiriki wa kanisa. Unaenda kuona kucha zake ni kama za tai. Unaenda kuona nywele zake amesuka, lakini pastor naye anaogopa kusema ukweli. Mkristo asimkimbie. Mungu alisema hao watu atawapiga. Wakristo hao hawakutafuta mapambo ya nje. Mapambo ya nje ni mengi, kwa kusuka nywele na kujitia dhahabu, kuvalia mavazi, bali kuwa na utu wema, kuwa na utu wa moyoni usioonekana, katika mapambo yasiyoharibika, yani roho ya upole na utulivu, iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu. Mungu atusaidie sana. Watu waliona mabadiliko ya tabia maisha ya wale waliolitangaza jina la Yesu. Watu waliona mabadiliko ya tabia. Jameni, lakini wewe kama haujabadilika, unasema nimeshatubu, tuko naenda mbinguni. Mbinguni ya nani? Mbinguni naomba maandalizi. Mbinguni naomba watu watubu, wageuze. Ulivyokuwa vipenda zamani uviache sasa. Pombe, sigara na mengineyo, usherati, yani yale mambo yote ya zamani. Unapoona kwamba bado unaendeshana nayo, kwa mwisho wa somo kumbuka ya kwamba hauna nafasi mbinguni. Na kualika mtazamaji, na kualika msikilizaji, ili na wewe ujipange vizuri, mwishowe upate uzima wa milele. Bwana Yesu akusaidie. Bwana Yesu akuwezeshe kutubu na kuungama uovu wako. Hilo ndilo ombi langu, nikijiombea na nyinyi nikiwaombea, katika jina la Yesu. Amen.